Basi mtumishi wa Mungu Lekundayo na mzee Malekana, ifuatayo ni hotuba ya Pastor Blasius Ruguri, kiongozi wetu wa kanda hii ya kanisa ya Afrika Mashariki na Kati, jumuisha mataifa yote 12 kuanzia bahari ya Shamu na bahari ya Hindi hata kuelekea bahari ya Atlantic. Yaani kuanzia taifa la Sudani ya kaskazini inayopakana na nchi ya Misri na hizi zingine nchi ambazo zinafuatana nayo, Sudani ya Kusini, Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na DRC Congo. Katika eneo hili zima tunao watu zaidi ya milioni 500 ambao tungependa kuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Hicho ndicho kibarua tulicho nacho, na sehemu ya mikutano hii ambayo imefanyika hapa Dar es Salaam ni sehemu ya juhudi zetu kwa pamoja kama kanda kuhakikisha kwamba tumewajibika kutekeleza utume wa Yesu. Sasa kiongozi ameandika ifuatavyo: wapendwa watakatifu wa Bwana, hii ni shukurani yangu kwa ajili ya mahubiri ya Dar.net 2025. Na wasalimu katika jina la dhamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa moyo wa shukrani na furaha katika Bwana, mimi mchungaji Blasius Ruguri, kwa niaba ya divisheni ya Afrika Mashariki na Kati ya kanisa la Waadventista wa Sabato, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote waliohusika na kufanikisha mikutano ya Injili ya Dar.net 2025 iliyohamasishwa chini ya kauli mbiu ya nuru ya matumaini. Ingawa nimeshindwa kuwepo nanyi katika sabato hii ya kufunga kutokana na majukumu mengine yanayonikabili, ninayo heshima kubwa sana kumtuma kwenu mchungaji Daktari Joel Okindo kwa niaba yangu ili kuwasilisha ujumbe huu wa baraka na shukurani. Katika nyakati hizi za mwisho, tunaposhuhudia ukaribu wa kurudi kwa Bwana wetu, kazi yenu ya pamoja katika huduma hii ya uinjilisti imedhihirisha kwa namna ya pekee maana ya kuwa nuru ya ulimwengu na chumvi ya dunia. Bila shaka mmekuwa nuru ya matumaini kwa dunia iliyo gizani inayotafuta ukweli wa Injili. Kwa heshima na shukurani nyingi, naomba kutambua mchango wa dhamani wa wafuatao. Kwanza kabisa, shukurani ziwaendee mchungaji Godwin Lekundayo na mchungaji Mark Malekana, wenye viti waaminifu wa Union za Tanzania na kamati zao, kwa uongozi wenu wa kiroho na kujitoa kwao kwa kazi takatifu ya Injili. Nishukuru kamati kuu ya uratibu wa mikutano hii kwa kazi yenu mliofanya bila kuchoka katika kupanga, kuratibu na kuhakikisha mafanikio ya tukio hili kuu. Dhabihu yenu ni ushahidi wa moyo wa utume. Nashukuru wachungaji wote na wainjilisti walei, hususan wale 147 waliotembelea familia na kuongoza wengi kwenye ubatizo. Mlijitolea muda wenu, rasilimali zenu na mioyo yenu. Mbingu inafurahia kwa kila nafsi iliyoletwa kwa Kristo. Nashukuru kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, wenyeji wetu wakarimu na wachangiaji wakuu
mmeikumbatia huduma hii kwa unyenyekevu na ari kuu. Thawabu yenu ni kuu mno mbele yake Mwenyezi Mungu. Nishukuru wageni wetu ambao walialikwa kuongoza mada hii, wakiwemo mhubiri mkuu Mchungaji Munene Mwangi kwa pamoja na mkewe ambaye ameambatana naye kwa kulihubiri neno la uzima kwa ujasiri, uwazi na mamlaka. Namshukuru Daktari Winfrida Aneti Mitakaro kwa kuimarisha na kuinua familia kupitia mafundisho ya kaya na familia. Pia nimshukuru Profesa Edward Hosea kwa kutoa mwanga kuhusu sheria za kiraia na kijamii. Vile vile nimshukuru Daktari Philemon Emmanuel kwa kuhamasisha maisha ya afya njema. Mchungaji David Mbaga kwa huduma yako ya maombi ya kurejea madhabahuni. Pia naomba niwashukuru ATAPE, mdhamini mkuu, kwa mchango na ya ukarimu iliyosaidia kufanikisha njonzi hii kuwa kitu halisi. Nishukuru Tanzania Adventist Media Channels na Hope Channel Africa kwa kujitoa kwa dhati kama vyombo vya kusambaza ujumbe huu kwa mataifa. Nishukuru Nyanza Goldbelt Field kwa kuhamasisha na kushiriki kamilifu tangu mwanzo hadi mwisho. Umetoa mfano wa pekee sana. Naomba pia ni washukuru watafsiri wa lugha mbalimbali ambao walihusika, wale waliovunja vikwazo vya lugha. Naomba ni wataje wachache hapa, akiwemo Revena Leonardi, kwanza Philbert Kapele, Jerusalem Meshak, na Revena Leonard watafsiri wa lugha ya Kifaransa, Norbert Mosheing mtafsiri wa lugha ya Kichina, Daudi Masanilo mtafsiri wa lugha ya Kiarabu, Zawadi Shaibu Matola mtafsiri wa lugha ya Kiingereza, Bwana Adam Nyando na Bwana Nyangoro Paulo. Naomba pia ni washukuru madaktari wa kambi ya afya kwa mikono yenu ya uponyaji iliyodhihirisha huruma ya Kristo. Makanisa yote ya Dar es Salaam naomba kuyashukuru, na kanda ya Pwani kwa kujitoa kwenu kotereka na kushiriki kwa hali na mali. Kikundi cha Sifa ambacho kiliongoza uimbaji katika mikutano hii, na washukuru kwa uimbaji ulioinua mioyo katika ibada na kuwaleta watu karibu na Mwenyezi Mungu. Shukurani zifike kwa kila mmoja aliyeshiriki kwa njia moja au nyingine. Huenda sikutaja kwa jina, lakini huduma yako ya kimya kwa njia ya maombi na vinginevyo haijafichika machoni pa Mungu. Asanteni kwa kuitumikia kazi ya Bwana kwa uaminifu hata nyuma ya pazia. Mchango wako umeacha alama ya kudumu na Mungu anakuheshimu. Shukurani kwa taifa la Tanzania. Tunatoa shukurani za dhati kwa kuwa jukwaa imara la kubeba na kuendeleza huduma hii. Ukarimu wenu kama taifa na namna mlivyo ukumbatia mkakati huu wa kiroho ni ushahidi wa kujitoa kwenu kwa maendeleo na maadili na kiroho. Na kwa washiriki wapya waliobatizwa, naomba nitoe shukrani zangu. Ninawakaribisha kwa upendo wa Kristo. Mpendeni Bwana Mungu wenu kwa moyo wenu wote, kwa roho yenu yote na kwa akili zenu zote. Kuweni watenda kazi pamoja na Kristo katika shamba lake. Kila mmoja wenu amlete mwingine kwa Kristo. Nasi washiriki wa kanisa, huduma yetu
itakamilika pale tutakapowalea, kuwatunza na kuwahifadhi ndugu na dada waliobatizwa katika mikutano hii. Kwa ushirikiano thabiti miongoni mwetu, wachungaji na washiriki wote, kupitia dhana ya kanisa la ulimwengu ya kila mshiriki kujihusisha, tunashuhudia ukuaji na uimarikaji wa kanisa la Kristo katika division yetu na duniani kwa ujumla. Nikimalizia, anasema katika nyakati hizi za muhimu tuendelee kuwasha taa zetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kuikamilisha imani yetu. Moto wa injilisti uendelee kuwaka ndani ya mioyo yetu hadi dunia nzima itakapoangazwa na utukufu wa Mungu. Kwa shukurani na dhati basi, baraka na maombi kwenu ninyi nyote, ni mimi mchungaji Blasius Ruguri, mwenyekiti divisheni ya Afrika Mashariki na Kati, kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi nakamilisha barua hii ya shukurani kwa kuisoma jinsi ambavyo alivyonituma mwenyekiti, na niongezee jambo moja tu. Sisi tumepewa kazi ya Mungu, mgao wetu wa kazi ni kuwafikia wananchi wa mataifa haya 12. Na mgao huu wa kazi hapa Tanzania tuna wananchi karibu 60,000. Na washiriki wa Adventista wa Sabato idadi yao ni 1.1. Tukapatia kila mshiriki mgao wa kazi. Kila mshiriki awajibike kuwafikia walio karibu naye, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kujitolea kwake, at least ushawishi wake uweze kumuongoza mtu mmoja kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ikiwa tungekuwa waaminifu, ndugu wapendwa, mkutano kama huu wa Injili ambao unashughulikia taifa zima la Tanzania ungekuwa na mazao makubwa kuliko tunavyoshuhudia. Ndio, kwa kweli hata tukimpata mtu mmoja tu mbingu inasherehekea. Lakini tukipata wengi zaidi, kazi itaisha haraka, Yesu arejee tuende mbinguni. Imagine kama ingewezekana kila mshiriki awe mwaminifu, aongoza mtu mmoja kwa Yesu, tungekuwa na ubatizo wa 1.1 ya Tanzania wapya wakiingia katika imani hii. Sasa tunasherehekea wachache ambao wamekuja, lakini washiriki wengi ni watazamaji wa kazi ya uinjilisti. Ni wasihi kwa niaba ya kiongozi wa kanisa na kamati kuu ya divisheni, na kwa niaba ya ofisi kuu ya kazi mbinguni, Mungu wetu angependelea kila mmoja wetu akubali kutumika na Roho Mtakatifu kumuongoza mwingine kwa ufalme wa Mungu. Na kusihi sana dadangu, ndugu yangu, kwa sababu ya kujitolea kwako, kutojitolea kwako, ndio sababu tumechelewesha kurudi kwake Yesu. Tunafurahia na kuwapokea walioamini na juhudi za kila mmoja, lakini tunabaki tukiomba magotini Bwana yeye mwenyewe atunyishie roho wake, ili kila mmoja wetu ashawishike moyoni na kwa hiari akubali kuhusika. Itakapofanyika hivyo, tutaona miujiza ambayo haijawahi shuhudiwa duniani. Maana watu wengi wataingia katika imani hii, kazi itaisha, Yesu atarejea tukiwa bado tungali hai. Hayo ndiyo maombi ya kamati kuu ya division yetu, na ndiyo hotuba ambayo nimeileta kwetu sisi, tukiwapokea hawa kwa furaha. Tunatoka hapa tukiwa bado na ile ari ya kutaka kufanya kazi hii kwa uaminifu zaidi, tupate matokeo bora zaidi, kazi isha haraka, Bwana Yesu arejee. Kwa hotuba hii basi naomba kutamatisha hapa na kuwatakia kila laheri. Mungu wa mbinguni awabariki. Mkirejea nyumbani, mrejee mkiwa tayari kutumika, iwe kama ni mwanzo hapa. Na wageni wetu mkienda, muende salama. Tunawapenda, tunawatakia kila laheri. Mungu wa mbinguni apewe sifa milele na milele.
Mwisho wa taarifa.